الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumatano tarehe 5 mwezi huu wa Safar mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 Miladia. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول صفحة 66 بعد 400 الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله واستواؤه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa, ama kuwa karibu kwake Allah nafsi yake, wa taqarrubuhu min ba'dhi ibadihi, na kujiweka karibu na baadhi ya waja wake, fahadha yuthbituhu man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyya binafsihi. Hili wanalithibitisha wale wanaothibitisha Allah kutekeleza vitendo vyake vya khiari kwa nafsi yake. Hili wanalithibitisha man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyya binafsihi, wanaothibitisha Allah kutekeleza vitendo vyake vya khiari kwa nafsi yake. Kadhalik wa maji'uhu yawm al-qiyama, kuja kwake siku ya kiyama. وجاء ربك والملك صفا صفا، ونزوله نكشك kwake. ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. واستواؤه على عرشي، نكلingana sawa kwake juu ya arshi yake. في قوله الرحمن على العرش استوى. wanaothibitisha kwamba Allah azza wa jalla ana vitendo vyake vya khiari anavyovifanya kwa nafsi yake, wanathibitisha hivyo. Wa hadha madhhab wa immati salaf wa immati al-islam al-mashhurin wa ahli al-hadith. Hii ndio madhehebu ya viongozi wa salaf na viongozi wa Uislamu wanaojulikana pia na ahlul hadith. والنقل عنهم بذلك متواتر، na nukuu kutokana na hao kwa jambo hilo ni nukuu mutawatir, zimekithiri. Si kwamba ni mmoja tu aliyesema hivyo, ni wote a'immatu salaf wamewafikiana kwa jambo hilo. Yani sifa za vitendo vyake anavyozifanya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tuzithibitishe sifa hizo. قال فجعل التقرب من باب الأفعال، وكجاليا hii Allah kuwa karibu na waja wake ni kama upande wa vitendo vyake Allah. وقال إن أهل الحديث والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة، wote hawa wanathibitisha sifa hii ya vitendo vya Allah azza wa jalla kwa nafsi yake. ثم قال الشيخ عثيمين رحمه الله: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ kuna kizuizi gani kinachozuia kusema kuwa Allah anakuwa karibu na mja wake anavyotaka yeye, maa uluhi, pamoja na kwamba yuko juu ya arshi yake? Kuna kizuizi gani kinachozuia kusema kuwa Allah yuko karibu na mja wake huyo anayejiweka karibu naye, kaifa yasha, vyovyote anavyotaka, maa uluhi, pamoja na ujuu wake, yuko juu ya arshi yake na yuko karibu vile vile na mja wake duniani? Kuna kizuizi gani kwa kusema hivyo?
يقول هذا إذا قدرنا أنه يمتنع في حق المخلوق فهو غير ممتنع في حق الخالق. hili tunapokadiria kuwa haiwezekani katika haki ya kiumbe, lakini hilo jambo si kwamba pia haliwezekani katika haki ya muumbaji, kwamba yuko juu hivyo hivyo juu ya arshi yake na yuko karibu na viumbe vyake hao wema. Hakuna kizuizi cha hilo. Hili kwa viumbe ndio haiwezekani, kwamba kiumbe yuko juu ya ndege halafu pia yuko juu nyumbani kwake ana watoto wake chini. Hilo haiwezekani kwa kiumbe. Lakini kwa Allah, kwa nini lisiwezekane kwa Allah muumbaji wa kila kitu? lianna Allah azza wa jalla qala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Sasa mbona mawazo yenu hayo mnamfananisha muumbaji na viumbe vyake, kwamba kama isivyowezekana kwa kiumbe kuwa juu, yuko juu ya anga ya ndege na pia yuko chini hapa anakula sima na watoto wake nyumbani? Hiyo ni kwa kiumbe, si ndio? قال وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل. kuna kizuizi gani kinachozuia kuja kwake Allah vyovyote anavyotaka bila kumfanyia namna wala kumfananisha na kiumbe? kuna kizuizi gani cha hivyo? قال فهو سبحانه يأتي هرولا ويأتي بتعنن فأي مانع يمنع هذا؟ Allah subhanahu wa ta'ala anakuja haraka haraka na anakuja kwa utulivu kidogo kidogo. fa ayu mani' yamna'u hadha? kuna kizuizi gani kitakachozuia hilo? maadama thabata annahu yati fil Qur'an, muda kwa imethubutu kwamba Allah anakuja katika Qur'ani. فإنه إذا أتى فلا بد أن يكون إما بسرعة وإما بغير سرعة. فأي مانع يمنع أن يكون بسرعة أو بغير سرعة؟ lazima hiyo yanakuja ima kwa haraka na ima bila haraka. kuna kizuizi gani kitakachomzuia Allah na moja katika hilo? aljawabu la mani. yao ni kwamba hakuna kizuizi إلا أننا نقول مثلا في قوله تعالى وجاء ربك يعني يوم القيامة أنه هرولة أو ببطء، kwamba yeye atakuja siku ya kiyama ima kwa haraka haraka au kwa pole kwa utulivu na pole pole. balillahu a'lamu la nadri, Allah ndiye anejua zaidi, hilo hatujui sisi. lakin nafsu lafdhi almajii yadullu ala anna hunaka majia, lakini nafsi ya lafdhi hili wajaa rabbuka, lafdhi la kuja hili linafahamisha kwamba huko Allah atakuja siku ya kiyama. tumeelewa? kwa hiyo hakuna kizuizi cha hili. qala wa hal hadha illa min kamalihi an yakuna fa'alan lima yurid ala alwajhi alladhi bihi yaliqu. haikuwa hili isipokuwa ni ukamilifu wake, kuwa Allah anafanya sana analolitaka kwa njia inayofanana naye yeye, hakufanana na kiumbe chochote. anafanya anayoyataka ala alwajhi alladhi yaliqu bihi, kwa njia ambayo inafanana naye. قال الشيخ وعليه فنجري الحديث على ظاهره. kwa tunaipitisha hadithi hii kwa hiyo dhahiri yake. ونقول إن الله يأتي حقيقة هرولا ويتقرب حقيقة ذراعا وباعا وأي مانع. kwa tunathibitisha dhahiri ya hadithi hii na tunasema Allah anakuja kwa uhakika haraka haraka na anakuwa karibu na mja wake kwa hakika, imma dhiraan na imma ba'an. na kuna kizuizi gani cha hilo? inna Allah lianna Allah yaf'alu ma yurid, sababu Allah anafanya analolitaka. wa hadha mimma yuriduhu azza wa jalla, hili ni katika anayoyataka Allah azza wa jalla, hakuna atakayemzuia. قال وذهب بعض الناس
إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة. baadhi ya watu wanasema kwamba kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii ataituhu harwala, man atani yamshi ataituhu wa man atani yamshi ataituhu harwala, atakayenijia hali ya kutembea mimi nitamjia kwa haraka haraka. qala yuradu bihi sur'atu qabulillahi ta'ala wa iqbalihi ala 'abdihi almutaqarrib ilayhi almutawajjih biqalbihi wa jawarihi. Wanasema maana hiyo hukusudiwa uharaka wa kumkubalia Allah azza wa jalla mja wake huyo na kumkabili na kumuelekea mja wake huyo anayejikurubisha kwake, anayemuelekea kwa moyo wake na viungo vyake. Wanasema hiyo maana yake ni kwamba Allah anamkubalia haraka dua zake na maombi yake, si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamjia kwa haraka. wa anna mujazata Allahi lil'amili lahu akmalu min amali al'amil, na kwamba Allah kumlipa huyo mwenye kumfanyia amal ni ukamilifu zaidi kuliko amali za huyu aliyefanya amali hizo njema. wanatoa tafsiri hiyo. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث ومن أتاني يمشي. alisulia sababu hilo hivyo alivyoelezea wa Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika hadithi hii waman atani yamshi, atakayenijia hali ya kutembea kwa miguu. wa min al-ma'lum anna al-mutaqarriba ila Allah azza wa jalla الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. Anasema jambo linajulikana kwamba anayejiweka karibu na Allah azza wa jalla, anayetaka kufika kwake anajiweka karibu, wayatlubu alwusula ila Allah ta'ala bilmashi faqat, hajiweki karibu na kutaka kumfikia Allah kwa kutembea peke yake, bali mara nyingine yakunu bilmashi, inakuwa ni kwa kutembea, kasairi ila almasajid, kama kwenda miskitini, wa mashairi alhaji, na zile mashairi za haji, kwenda Arafa, kwenda Muzdalifa, kwenda Mina, waljihadi fi sabilillahi wa nahwiha, wa taratan birruku'i was-sujudi wa nahwihima. Mara nyingine anajiweka karibu na Allah kwa kurukuu na kusujudu na mfano wa hayo. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na Mola wake ni hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Kwa mara nyingine mtu anajiweka karibu na Allah kwa kusujudu, bal qad yakunu at-taqarrubu ila Allah ta'ala وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه. bali mara nyingine inakuwa kujiweka karibu na Allah mtukufu na kutaka kumfikia na hali mja amejilaza kwa ubavu wake pia hiyo, kama qala ta'ala alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wale wanaomtaja Allah hali ya kusimama, hali ya kukaa, hali ya kulala kwa mbavu zao. Pia kwa mtu anavyolala anamtaja Allah, pia anajiweka karibu na Allah hivyo. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صالي hali ya kusimama, usipoweza ni mgonjwa, faqaidan, صالي hali ya kukaa, fa illam tastati, usipoweza kukaa, fa ala jambin, sali hali ya kulala kwa ubavu wako. Kwa yote haya ni mtu kujiweka karibu na Allah. Qala fa idha kana kadhalik
صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله. kwa itakuwa hilo muradi wa hadithi hii ni bayana ya Allah kumlipa mja wake kwa amali hiyo ya kujiweka karibu naye. wa anna man sadaqa fil iqbali ala rabbih wa in kana bati'an jazahu Allah ta'ala bi akmali min amalihi wa afdal. na kwamba aliyemkweli katika kumwelekea Mola wake akajiweka karibu kweli na Allah kwa kufanya amali hizo njema, wa in kana bati'an, japokuwa ni bati, ni kidogo kidogo mpole, akijiweka karibu na Allah, hiyo jazahu Allah ta'ala bi akmali min amalihi, Allah atamlipa kwa ukamilifu zaidi wa amali zake hizo, wa afdal, na bora zaidi. wasara huwa dhahira al-lafzi bilqarinati ash-shar'iyya al-mafhumati min siyaqihi, inakuwa hiyo ndio dhahir ya matamshi ya hadithi hii kwa dalili za kisheria zinazofahamiwa min siyaqihi, kwa mpangilio wa hadithi hii. فقال وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تعويلا كتأويل أهل التعطيل. itakuwa dhahiri ya matamshi hadithi hii kwa dalili hiyo ya kisheria, haitakuwa tafsiri yake ni kutoka na nje ya dhahiri yake, wala kufanya ta'wil kama ta'wili na tafsiri za hawa watu wa ta'til, watu wanaokanusha sifa za Allah. fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunna walillahi alhamdu, haitakuwa hiyo ni hoja kwao dhidi ya ahli sunna walillahi alhamdu. anasema hapa mulakhas wa maneno haya yote, فصار المعنى الثاني عند بعض أهل السنة والجماعة أن الحديث ليس ظاهره أن الله تعالى يأتي ويقربه. أسمى itakuwa maana ya pili kwa baadhi ya ahli sunna wal jamaa ni kwamba hadithi hii haiko kwamba juu ya dhahiri yake kuwa Allah anakuja na kuwa karibu na mja wake, bidalili anna al-insana alladhi yata'abbadu ila Allah hal huwa yamshi ila Allah fi ta'abbudihi, kwa dalili ya kuwa mtu ambaye anamwabudu Allah, je, anatembea kwenda kwa Allah katika kumwabudu kwake? Aljawabu qad yakunu au la yakunu, huwa anatembea kama akielekea msikitini au haelekei msikitini, yuko nyumbani, lakini anamwabudu Allah ibada za sunna na kujiweka karibu na Allah. faqad yakunu at-ta'abbud bil mashi, huenda ikawa hiyo kufanya ibada na kujiweka karibu ni kwa kutembea, katawafi was-sa'i mathalan. وقد يكون التعبد بالاستقرار والسكون, na huenda ikawa kumwabudu Allah kwa kutulizana tu, mithla as-sujud war-ruku', mfano wa kusujudu na kurukuu, liqaulihi alayhi salatu wassalam irka' hatta tatma'inna raki'a usjud hatta tatma'inna sajida. rukuu mpaka utulizane hali ya kurukuu, sujudu mpaka utulizane hali ya kusujudu. fahal naqulu hadha alladhi raka au sajada innahu lam yataqarrab ila Allah, je, tunasema kuwa huyo aliyerukuu au aliyesujudu bado hajajiweka karibu na Allah, walam yati ila Allah, na hajamfikia Allah? الجواب بل تقرب إلى الله وأتى إليه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. mahali karibu sana anapokuwa mtu na mja wake ni hali mja wake huyu amesujudu, anamsujudia Allah. hapa ni mahali karibu zaidi kwa mtu. idhan falaysa dhahiru alhadithi al-ityan al-fi'liya, kwa hiyo si dhahiri ya hadithi kuja kwa vitendo vyake Allah. wa innama almuradu bihi al-ityanu al-ma'nawi, muradi ni kuja kwa kimaana, wa huwa al-iqbalu ala Allah azza wa jalla bil qalbi wal jawarih, ni kumwelekea Allah azza wa jalla kwa moyo na viungo. wa ala hadha
فلا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل. haitakuwa hiyo tawil waliokwenda nayo na kuizungumzia hawa watu wanaokanusha sifa za Allah. قال الشيخ وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر. aliyoyasema huyu msemaji huyu ina sehemu ya mtizamo. لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. lakini kauli hili ya mwanzo ni dhahiri sana na ni yenye usalama zaidi na inafanana zaidi na madhehebu ya salaf. Tumefahamu kwamba hakuna kizuizi kitakachomzuia Allah azza wa jalla kuwa karibu na mja wake, kuwa amekuja kwa haraka kwa mja wake au amekuja kwa taratibu. Hilo hakuna kizuizi. tumefahamu. ثم قال الشيخ رحمه الله ويجاب عما جعله قرينا من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي. asema ujibiwa pia hilo alilojalia kwamba ni karina, ni dalili ya kuwa kujiweka karibu na Allah mtukufu na kutaka kumfikia haihusiki na kutembea kwa miguu peke yake. bi anna alhaditha kharaja makhraja almithali lal hasri, hadithi hii imetoka matokeo ya kupigia mfano tu, sio kudhibiti kwamba ni kutembea tu ndio mtu atakwenda kujikurubisha kwa Allah kwa njia ya kutembea na kuelekea msikitini peke yake. fayakunu almaana man atani yamshi fi ibadatin taftaqiru ila almashi, atakayenijia hali ya kuwa anatembea, hii ni katika ibada inayohitajia kutembea kwa miguu, litawakufiha alayhi bikaunihi wasilatan laha كالمشي إلى المساجد للصلاة أو ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم. kwa sababu ya kusanga kwake huwa jambo hilo ni sababu ya ibada hiyo, kalmashi ila almasajid lisala, kama kutembea kwenda misikitini kwa ajili ya kuswali, au hakika wake ni kutembea katawafi wasai. قال الشيخ في الشرح ثم إن القاعدة عند أهل السنة أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله وجب حمله على الظاهر. ظاهر ikiwa si mustahil, si kwamba haiwezekani kwa Allah, hiyo inawajibika kuichukua kwa dhahiri yake. wa hadha laysa bimustahil, na hili jambo si kwamba ni mustahili kwa Allah. ay anna Allah ta'ala yamshi wa yati harwala, si mustahili kwa Allah, ni jambo linalowezekana kuwa Allah anatembea kwa kidogo wa yati harwala, na anakuja kwa haraka. يقول الشيخ في الشرح مسألة إذا أثبتنا الإتيان لله هرولة أو غيره ألا يكون هناك منافاة للعلو؟ tunapo mthibitishia Allah kuwa anakuja kwa haraka au kwa kipolepole, je, si itakuwa inapinga uluu kwamba Allah yuko juu? Aljawabu la, jawabu ni kwamba hatupingi hilo. hadha binisbati lilmakhluqi sahih, hii kulingana na kiumbe ni sahihi. Kiumbe hawezi kuwa juu halafu hapo yuko chini. lakin binisbati lilkhaliq la munafaa, lakini kulingana na Allah muumbaji hilo halipingiki. لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. الله سبحانه وتعالى hakikuwa mfano wake kitu chochote katika sifa zake zote, kama qala Sheikh al-Islam rahimahullah fi al-aqidati al-wasitiyya huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi. kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu vile vile
na yuko karibu na waja wake wema hao wanaojiweka karibu naye. Hii ndiyo tafsiri, ndiyo maana ya hadithi hii, alhadithi alqudsi. المثال الثالث عشر، مفانو وكمنتاتو، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. hivi hawaoni kwamba sisi tumewaumbia katika vitu ambavyo imefanya mikono yetu, tumewaumbia wanyama. alam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama, hivi hawaoni kwamba sisi tumewaumbia katika vitu ilivyofanya mikono yetu, tukawaumbia wanyama. Hii pia aya hii wanasema hawa watu wanaokanusha sifa za Allah, nyinyi ahlus sunna pia aya hii mmeitoa na dhahiri yake. فإذا سوغتم لأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرها فلما تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى عن ظاهرها. ikiwa nyinyi mmejuzisha kwa nafsi zenu kuitoa aya hii na dhahiri yake, kwa nini nyinyi sisi mnatupinga kuzitoa aya nyingine na dhahiri zao? wa halil babu illa wahidun, mlango huu ni mmoja. Kunna lahum, tunawaambia ma dhahiruha, nini dhahiri aya hii? Wanasema dhahiri yake ni kwamba Allah azza wa jalla amewaumba wanyama, an'am ni ngamia, mbuzi, kondoo, ng'ombe. Sasa Allah amewaumba hawa ngamia kwa mfano kwa mikono yake, kama khalaqa adama biyadihi, kama alivyomuumba nabii Adam kwa mikono yake. لأن الله عز وجل قال مما عملت أيدينا أنعاما، فهو كقوله تعالى لما خلقت بيدي. sawa, manielewa hapa shubha yao? Hakadha zaamu, hivi ndivyo wanaodai. vile vile Allah alivyosema, alivyosema, kwa nini wakataa kumsujudia kiumbe ambaye nimemuumba kwa mikono yangu? Na hapa Allah asema hivi hawaoni kwamba Allah amewaumbia katika vitu ambavyo imefanya mikono yetu, amewaumbia an'aman. Kwa hiyo Allah amewaumba wanyama kwa mikono yake kama alivyomuumba nabii Adam kwa mikono yake. وقالوا إنكم إذا صرفتم اليد هنا عن هذا المعنى فقد أولتم، mkitoa mkono hapa na maana yake itakuwa mmefanya tawil. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. jawabu ni kuambiwa hawa nini dhahiri aya hii na uhakika wake mpaka isemwe kwamba imetolewa na maana yake au imetolewa na dhahiri yake. hal yuqalu inna dhahiraha anna Allah ta'ala khalaqa al-an'ama biyadihi kama khalaqa Adama biyadihi? kwani dhahiri yake ni kwamba Allah amewaumba hawa an'am kwa mikono yake kama alivyomuumba Adam alayhi salam kwa mikono yake? au yuqalu inna dhahiraha anna Allah ta'ala khalaqa al-an'ama kama khalaqa ghayraha? au inasema kwamba dhahiri hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba hawa wanyama kama alivyowaumba viumbe vingine, lam yakhluqaha biyadihi, hajawaumba kwa mikono yake. لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. lakini kutegemezewa kitendo kwa mkono au kwa mikono na muradi ni huyo mwenye mikono hiyo, hili jambo linajulikana katika lugha ya Kiarabu ambayo Qur'ani imeshuka kwa lugha hiyo. Idhafatul amali ila al-yadi والمراد صاحبها ni mwenye mikono hii, hili jambo linajulikana katika lugha ya Kiarabu. mwelewa? قال هذا هو الحق، hii ndio haki. wa illa lakanat al-an'amu afdala min kathiri min bani adam, vinginevyo ingekuwa wanyama hawa ni bora sana kuliko watu wengi, wanadamu wengi.
ala kulli hal hum labbasu bihadhihi alaya. Sheikh anasema kwa kila hali hawa wanafanya ubabaishaji katika aya hii. Waqalu antum dhakartum anna maana qawlihi mimma amilat aydina ay mimma amilna, wa hadha tahrifun wa ta'wilun. Hii ni kubadilisha maana ya aya. Wama hadhihi alaya illa kaqawlihi an Adam alayhi salam lima khalaqtu biyadayya, waljawabu anna baina alayatayn furuqa. Jawabu ni kwamba baina aya mbili hizi kuna farqa nyingi. Awalan anna Allah ta'ala qala fi ayati Adam alayhi salam lima khalaqtu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii ya Nabii Adam alayhi salam, kwa nilichokiumba. Faadhafa alkhalqa ila nafsihi thumma qala biyadayya, nilichokiumba kwa mikono yangu. Amma huna qala mimma amilat aidina, katika vitu ambavyo imefanya mikono yetu. Faadhafa alamala ila alyadi mubashara, ametegemea hicho kitendo hicho kwenye mikono moja kwa moja. Fabainahuma farqun, baina yao kuna farqa. Hapa akasema lima khalaqtu biyadayya, na hapa akasema mimma amilat aidina. Kwa hiyo baina yao kuna farqa. Farqun baina an taqula qata'tu al-lahma bis-sikkin, asema shekhe, ni farqa baina ya wewe kusema nimekata nyama kwa kisu. Fa anta al-qati'u was-sikkinu bimanzilati al-ala, wewe ndio mkataji, lakini kile kisu kiko na daraja ya kile chombo cha kukatia, lakini wewe ndio mkataji. Wa baina an taqula qata'ati as-sikkinu al-lahma, kisu kimekata nyama. Kisu kimekata nyama. Kuna farka baina kusema mimi nimekata nyama kwa kisu, na kuna farka ya kusema kisu kimekata nyama. Fabainahuma farqun wadih, sema baina yao kuna farka iliyo wazi. Naam, haijataja hapa nani amesema qata'ati sikinu lahma, kisu kimekata nyama. Na hii hapa mwanzo ma qata'tu lahma bisikin, wewe ndio uliokata hapa, sababu umesema kisu, mimi nimekata nyama kwa kisu. Fa anta alqati' wasikinu bimanzilati alala, si ndio? Wa baina an taqula qata'ati sikinu lahma fabainahuma farqun wadih, kisu kimekata nyama. Kuna farqa hapo, ni sawa sawa, iko farqa. ثانيا آية آدم عليه السلام اقتصر فيها على الصفة التي هي اليد لقوله بيدي، فهي محصورة باثنين. أسمع هي آية نبي آدم بما خلقت لما خلقت بيدي، hii imefupishwa juu ya sifa ambayo ndio huo mikono liqaulihi biyadayya, fahiya mahsuratun bithnaini, hii imedhibitiwa kwa mikono miwili. Wa amma bima amilat aidina fahiya jam'u, aidina ni jam'i, wal jam'u yuradu bihi at-ta'dhim, jam'u hukusudiwa kuadhimisha, lal adadul mahsuru, si idadi iliyodhibitiwa. Fabainahuma farqun, mikono yangu miwili na bima amilat aidina, ilivyofanya mikono yetu. Kwa hiyo hapa pia pana jami, fala yulabbasu bihadhihi alayati alaina, tusitatizwe kwa aya hii. Sheikh anasema qala wal farqu baina as-sighatayn dhahirun, faqawluhu amiltuhu biyadi mubashara, nimefanya kitu hivi biyadi, kwa mkono wangu. Mubasharatuhu bilyadi, hii ni kufanya kitendo hicho kwa mkono. Wa baina qawlihi mimma amilat aidina, katika vitu ambavyo vimefanywa na mikono yetu. Kwa kuna farqa baina ya sigha hizo mbili.
أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أما إلى قول ya kwanza sio dhahiri ya matamshi ya hadithi hii kwa njia mbili. Ahaduhuma anna al-lafdha لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. لفظي matamshi haya ya hadithi hii hayahukumu kwa muktadha wa lugha ya Kiarabu ambayo nazala alquran bihi, Qur'ani imeshuka kwa lugha hiyo. Ala tara ila qawlihi ta'ala wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum, msiba wote unaokupateni ni kwa sababu ya ilivyofanya mikono yenu. Wa qawlihi ta'ala dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Umedhihiri ufisadi bara na baharini kwa sababu ya ilivyofanya mikono ya watu. Bima kasabat aidi nas, kwa sababu ya madhambi iliyofanya mikono ya watu. liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Wa qawlihi dhalika bima qaddamat aydikum, hilo ni kwa sababu ya ilivyotanguliza mikono yenu. Fa innal murada ma kasabahu al-insanu nafsuhu wa ma qaddamahu, muradi hapa hii mikono ni lile jambo ambalo mtu amelifanya mwenyewe na kulitanguliza mwenyewe. Wa in amilahu bighairi yadihi, hata akilifanya bila mkono wake. Bikhilafi ma idha qala amiltuhu biyadi, kinyume cha mtu akisema nimelifanya kwa mkono wangu. نعم كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. adhabu kali ni wale walioandika kitabu kwa mikono yao kisha wanasema maandishi haya yanatokana na Allah. fa innahu yadullu ala mubasharati shay'i bil yadi, hii inafahamisha kufanya kitendo hicho cha kuandika kwa mkono. Yaktubuna alkitaba biaidihim, ni kwamba wao wameandika kwa mikono yao kisha wanasema hadha min indillah. Kwa hiyo hii inafahamisha bima kasabat aidikum kwa jamii. Hii yasema haifahamishi kwamba muradi ni kwamba mikono ndio iliyofanya. Walihadha naqul amalu nnasi, vitendo vya watu. Wanuridu bidhalika amalahum sawaun kana dhalika bilyadi au alrijli au alaini au aludhun au ghairi dhalika min aljawarih la bilyadi khassa. Inapotajwa hiyo aidi, si kwamba mtu kafanya madhambi yale kwa mikono, hata kama ameangalia tu, ameangalia madhambi yale kwa macho yake, pia inasema biaidi nas, kwa mikono ya watu. Si lazima hiyo ndio mikono iliyofanya jambo, kwani mikono yaona lakini macho ndio yanaona. Lakini pia inasema biaidi nas, umeelewa? Sema si kwamba dhambi hiyo imefanywa kwa mikono peke yake. قال ونقول في قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس وقوله فبما كسبت أيديكم وقوله بما قدمت أيديكم والمراد بما قدمتم سواء عملتموه باليد أو عملتموه بالرجل أو عملتموه بالعين أو عملتموه بالأذن أو بالأنف. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. umedhihiri ufisadi, madhambi, maasiya bara na baharini kwa sababu ya iliyofanya mikono ya watu. Sasa si lazima kwamba mikono ndio iliyofanya madhambi, hata kama ni macho, umeelewa? Lakini inatajwa mikono. Kwa mfano zina imekithiri sasa hivi, sasa zina yafanywa na mikono, si mikono, ndio kuna kiungo ndio kinachofanya zina. Pia inasema bima kasabat aidi nas, umeelewa? Vile vitendo vile pia inasema hivi bima kasabat aidi nas. Sawa.
Kwa hiyo Sheikh ametoa mifano mingi ya kuonesha kwamba tafsiri hii ya salaf ndio ya haki, na wala hakuna taawil. Anasema wala hakuna taawil, ahli sunna hawajafanya taawil, ni hivyo hivyo uhakika wake. Falamalu idhan la yakhtassu bilyadi, huyo vitendo hivyo havihusiki na mkono peke yake. Faqawluhu bima qaddamat aydikum fabima kasabat aydikum au bima kasabat aydi nnas, almuradu bima kasabu, muradi ni kwamba walivyofanya tu kwa walivyofanya. Sawa walifanya madhambi kwa njia ya mikono au kwa njia ya miguu au vinginevyo, فهذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة. Kwa hiyo sigha hili, tamshi hili halifahamishi kufanya kitendo kile kwa mkono peke yake, bali yuradu biha al-insanu nafsuhu, bali ukusudiwa mtu mwenyewe ndiye aliyefanya madhambi. Si kwamba ikitajwa mikono inakuwa ni mkono peke yake au ndio aliofanya dhambi ile, bali anakusudiwa mtu mwenyewe. Tumeelewa? Kwa hiyo ni farqa baina ya kusema biyadayya na bima mimma amilat aidina, tofauti. Lima khalaqtu biyadayya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Na hii awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama, tofauti. Mnaelewa? Athani basi tuishie hapa, tutakuja kuendelea kesho insha Allah. Athani annahu law kana almuradu anna Allah ta'ala khalaqa hadhihi al-an'ama biyadihi lakana lafdhu al-aya khalaqna lahum biaydina an'ama. Insha Allah tutakuja kuelezea kesho. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.